بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo biidhnillah darasa yetu itakuwa katika surati Ar-Ra'd. Suratu Ar-Ra'd ni miongoni mwa sura zilizoshuka Madina, na wako waliosema imeshuka Makkah, na ina aya 43, na maudhui yake zaidi inalenga masala mbalimbali yanayofungamana na tauhid, kupwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim Ra. Allahu a'lamu bimuradi. Qaul ya wanachuoni walio wengi ni hizi aya ambazo ni fawatihu suwar, kama tulivyotangulia huko nyuma kwamba tunaegemeza elimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jumla ya herufi zilizokatwa. Lengo lake ni i'jazul Qur'an, kuonyesha uwezo wa Qur'an na kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufikisha ujumbe wake na kumthibitisha mtume wake. Tilka ayatul kitab, hizi ni aya za kitabu. Wal kitabu huna al-Qur'an, na kitabu hapa ni Qur'an. Tilka ayatul kitab, hizi ni aya za kitabu. Katumia tilka, na tilka ni isharatun ila al-ba'id, na hili ishara ila uluwi manzili, kwamba inaonyesha daraja yake ya juu. Ndio katumia sehemu ya hadhihi, akatumia tilka, kama ilivyotumika katika Bakara dhalika badala ya hadha. Tilka ayatul kitab, hizi ni aya za kitabu. Ay hadhihi ayatul kitab wa huwa al-Qur'an, hizi ni aya za kitabu, nacho kitabu chenyewe ni Qur'an. Wallazi unzila ilayka min rabbika al-haq, na yale ambayo yaliyoteremshwa kwako au uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako ndio haki. Wallazi unzila ilayka min rabbik alhaq, na yale ambayo yaliyoteremshwa kwako au uliyoteremshiwa min rabbika, kutoka kwa Mola wako, alhaq, ndio haki, ndio kweli, ambayo la miryata fi, haya ambayo haina shaka, ni ukweli usiopingika, kwa sababu inatoka kwa yule ambaye maneno yake hayana mashaka, yametimia kila idara, kama alivyosema watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimati, na yametimia maneno ya Mola wako kwa ukweli na kwa uadilifu. Hakuna awezaye kubadilisha maneno yake. Kwa hiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno ya ukweli, na ndiyo maana yule aliyeletewa lazima alikuwa na sifa ya, kabla hajaletewa awe na sifa ya ukweli, ili atakachokisema kiwe kweli. Pengine zamani ulikuwa muongo, alafu siku kasema kweli, tuonekana ni sawa sawa. Wale Waswahili wanasema saa mbovu pia saa nyingine anasema ukweli. Lakini cha msingi, kwa sababu haya yanatoka kwa yule mkweli na haya maneno ni ya ukweli, lazima yafikiwe kwa yule mkweli. Ndio maana mtume alijipamba na sifa ya ukweli, na wale ambao kabla hajawalingania walikubali kwamba ni mkweli. As-sadiq al-amin, mkweli na muaminifu. Na hii kwa sababu inatoka kwa Allah, lazima ilete kwa uaminifu mkubwa. Ndiyo Jibril naye akawa na sifa ya uamini. Qul nazala bihi ar-ruh al-amin, ameteremka nayo hii Qur'ani roho muaminifu kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mkweli na ni muaminifu katika kile anachokifikia. Ndio maana yeye mwenyewe alikuwa anasema
kuwaambia masahaba, kuandika wale wanaandika, anawaambia uktub fa innahu la yakhruju minhu illa sidqa. Andika haya ninayosema, kwani hakitoki katika kinywa hiki, hakitoki katika mdomo huu isipokuwa ukweli. Kwa hiyo anachokisema mtume ni ukweli, hata kama anafanya mzaha. Wewe unaweza kufika kusema alikuwa anachomekea tu, alikuwa anatia kachimba. Mtume hata ile kachimba anayoitia ni ukweli, hata ni. Ndio maana kwamba yule mwanamke aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kizee, akamwambia Rasulullah, ud'u Allah yaj'alni min ahli aljanna, niombe kwa Mwenyezi Mungu anijalie mimi ni watu wa peponi. Akamwambia peponi hakuingia wazee. Kwa hiyo imekula kwangu hii, ina maana vijana ndio kuingia peponi, kwa alifu mzee hana chake. Mwanamke akafadhaika, unajua kama Mtume hasemi uongo. Kwa hiyo kama mimi hapa nilipo nishakuwa mzee, maana yake ndio nimekula kwangu. Anambia Mtume anacheka na furaha kwa kimtania, akamwambia hutoingia wewe peponi isipokuwa umerudi katika hali ya ubichi, kama vile alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba liman yashabu al-yamin. Utarudi binti kijana au kigoli au mwari, utakuwa yule ambaye hata kama ulikufa mzee, ukiingia peponi kuna mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuumba wewe na atamuumba na mwenza wako katika mfumo huo. Sio uende kule fike mahali wewe ni mdogo alafu wetu wazee. Nyote mnakuwa vijana wadogo kwa umri ambao ni kati ya utoto na uzee. Umri mdogo tu, wengine wanasema miaka 30, wengine 35, wallahu aalam, lakini unakuwa katika hali ya ujana wewe na mwenza wako, ili iwezekane kufanya chochote kinachohitajika kukifanya. Ingawa hata ukiwa mzee sio kama labda ya athiri, kwa sababu kule vinavyofanya mzee achoke, kuna baadhi ya majambo hayapo kule, yale kule ameondoka. Kwa hiyo kuna afya, kwa sababu vyakula ndivyo ambavyo vinachangia, madawa ndio ambayo yanachangia, maji yametoa shabi, yametoa nini, sijui matunda yote yanapigwa madawa, kuku wa madawa, ng'ombe wa madawa, maziwa ya madawa. Uzima waupataje? Nipe mpaka uwe mzima. Maziwa ni ya ng'ombe sasa, ana sindano. Sijui ni kuku wiki 6 tu, kitu hicho dude, kwa sababu sio mchezo, kumbe wajiripua na vinginevyo. Na unalazimika kwa sababu hivyo vingine vya asili havipo. Na mtu akwambia ikifika kwa kuna biriani ndio mgogoro, watu wanamkugombea. Wewe unagombea matatizo, umejifuta yale. Pika dona lako na mchuzi wa kuchemsha, safi. Pika wali wako na mchuzi wa maembe, safi. Kuliko biriani na kuchocha. Basi tu mtu hujui. Naam. Tilka ayatul kitab, hizi ni aya za kitabu za Qur'ani. Walladhi unzila ilayka min rabbika alhaq, na yale ambayo ulioteremshiwa, yaliyoteremshwa kwako, min rabbika, kutoka kwa Mola wako, alhaq, ndiyo kweli isiyokuwa na shaka. Walakinna akthara an-nasi la yu'minun, lakini watu wengi hawaamini. Lakini akthara an-nas, watu wengi, la yu'minun, hawaamini ya kwamba haya maneno ni maneno ya kweli. Ndio maana wanamsingizia kwamba katunga Mtume Muhammad. Ukitazama aya inaelezea walladhi unzila ilayka min rabbik, na yale ambayo ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako, kumbe si yake, kateremshiwa, kaletewa, ndio maana ukaitwa wahi. Sasa hao wanasema haiwezekani, haya umetengeneza wewe. Jamani, mimi uwezo huo sina, siwezi kutengeneza, mnanijua. Hata walipomtaka aseme sasa kuna baadhi ya matamko au baadhi ya aya makali sana haya, nataka uadjust kidogo, ubadilishe kidogo. Kuna baadhi ya mantuko, qul ya ayuhal kafirun, tafute njia nyingine, qul ya ayuhal ladhina amanu lidinin akhar, enyi mlioamini dini, enyi watu wa dini nyingine. Ya ahla dini al-akhar, enyi watu wa dini nyingine. Ni bwana kafir, inamtisha mkafir. Kumbe
kafiri ni yule ambaye ametoka katika misingi ya yale matakwa aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kayakanusha, kayakataa. Kwa hiyo akataka eti ajasi ayabadilishe, kama jamani uwezo huo hauko kwangu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayhi, mimi siwezi kuyabadilisha haya kwa hiari yangu, mimi ninafuata sifati ila ambayo yamefunuliwa kwangu, yale yaliyotoa wahi kwangu ndio mimi ninayoyafuata, sio kwamba naweza kuyatengeneza haya, mimi uwezo huo sina. Nimekaa na nyinyi muda mrefu, qalabitu fikum umra min qabli afala ta'qilun, nimekaa na nyinyi umri mrefu tangu ni kijana mpaka nimekuwa sasa na miaka 40 ndio naanza haya kutokea. Sasa ndio nashangaa hilo jamani. Hapana, mimi sina uwezo wa kuleta jambo hilo, wala siwezi kubadilisha kwa sababu si yangu. Walakin akthara an-nas la yu'minun, lakini watu wengi hawaamini, kama vile alivyosema katika sura iliyopita hiyo Yusuf, wama aktharu an-nasi walau harasta bimu'min, na watu wengi hata ukijitahidi kwa jitihada ya juu si wenye kuamini, hawaamini. Kwa sababu iman, pamoja na yote iman lazima itoke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana li nafsin an tu'mina illa biidhnillah, haiwezekani kwa nafsi, kwa mtu kuamini isipokuwa kwa ruhusa Mwenyezi Mungu. Mpaka Mwenyezi Mungu aruhusu afungue kifua. Akikifungua kifua ndiyo inakuwa ni wepesi kwako wewe kuamini. Man yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lilislam, yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka muongoze ukifungua kifua chake kukubali Uislamu. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama', yule ambaye Allah atakumwachia kupotea kifua chake kutia dhiki, akawa na tabu kama mtu anayepanda mbinguni kusiko na hewa, na akawa hana vyombo vya kumsaidia kwenda kwenye hewa ambayo sio aliyoandaliwa kwa kuishi nayo. Walakin akthara an-nas la yu'minun, lakini watu wengi hawaamini na hawataki kuamini. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliyeziinua mbingu pasi na nguzo mnazoziona. Allah, Mwenyezi Mungu, alladhi, ndiye ambaye rafa'a as-samawat, ameziinua mbingu, amezinyanyua mbingu, bighairi amadin, pasi na nguzo, tarawnaha, mnazoziona. Hizi mbingu mnazoziona Allah ameziinua bila ya kuwepo nguzo, kuonyesha uwezo wake, na hakuna mwanadamu anaweza kufanya hivyo, na Allah anaelekeza kwenye matukio aliyoyaumba ili akupe ithbati ya kuonyesha aliyefanya vile ni Mwenyezi Mungu, ili yale ya kuelekeze kwenda kumwabudu na kumpwekesha. Ndio maana wanachuoni wakasema tauhid, wakayaita kwa tauhidur rububiyya, huwa tauhidullahi bi af'alihi. Haya yanafahamisha kuleta katika tauhidul uluhiyya, ambao ni tauhidullahi bi af'alil ibad, kwa vitendo vya waja, yani kule kuabudu. Kwa hiyo wale wanaokuja na hoja za kupinga, sema angalia hawa watu aina fulani ambao wenyewe wanakusudia, hao ni watu bid'a, kwa sababu nasema eti kuna tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma wa sifat. Iko kuna hadithi inayosema hivyo, lakini huyo ana kitabu cha Safina kulisha furudul wudu'i 6. Kuna hadithi hiyo, ni istiqra ya wanachuoni. Kuna mtume akasema furudul wudu'i 6, kasema kuna hadithi hiyo, au kataja kwa ujumla tu. Wanachuoni wakafanya istiqra, wakagundua kwamba kutokana na hizi aya na hizi tunapata majibu kwamba ni 6, lakini mtume hajataja idadi. Kwa hiyo anapotaja kwamba kuna tauhidur rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma wa sifat, ni katika kukurahisishia wewe msomaji ujue uwe unampekesha Mwenyezi Mungu vizuri.
Allahu alladhi rafa'a as-samawat, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliziinua mbingu bighairi amadin, pasi na nguzo, taraunaha, mnazoziona. Kuonyesha utendaji wa Allah ni mkubwa. Hakuna injinia yoyote duniani hajatokea na wala hatatokea aweze kujenga jengo juu alafu liwe halina nguzo. Injinia huyo hayupo na wala hata kuwepo. Wewe ukipunguza kwenye slab, ukipunguza tu kama ni nondo au zege linakuja chini. Na umeweka nguzo, sio kama hujaweka nguzo. Lakini hizo nguzo umeziweka hazijapata kiwango cha kutosha. Nondo pengine umeweka babaisha. Slab umeweka babaisha. Likipata mtikiso kidogo nasikia la poromoka. Sio kuna majengo yanaporomoka huko. Kwa nini? Kwa sababu yamekosa nguzo imara. Umepata nguzo sawa sawa, imekwenda chini ardhini na pale juu kwenye slab yake imekuwa ni imara, basi hilo linakuwa na uhakika. Sasa hayo ni mambo ya kiinjinia. Lakini Allah kainua, hakuna nguzo, na mbingu unaziona ziko juu. Wapi kazitafute nguzo zake? Utazipata wapi? Hii ni kuonyesha kwamba Allah ana uwezo. Kuonyesha uwezo huu lengo lake umjue na umpekeshe. Kwa hiyo kumjua Mwenyezi Mungu ni kumjua biafalihi. Ndio maana sabara choni, idha su'ilta kaifa arafta rabbak, ukiulizwa umemjuaje Mola wako, nasema araftuhu biafali, vitendo vyake alivyofanya. Kaniumba mimi, akanitengenezea mazingira, akatengeneza hivi vitu kama hivi, ndivyo vinavyokufanya kwamba hakuna awezaye kufanya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye alizinua mbingu pasi na nguzo mnazoziona. Kuonyesha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na akazifanya haziwezi kuingia ufa. Waweza kuweka majiguzo kama hivyo, kuna imefanya crack, lakini haina nyufa, haina kasoro. Ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, huwezi kuona katika kuumba kwa Mwenyezi Mungu kasoro, huwezi kukuta kasoro. Na kama una minyara kuna kasoro, atazama bibi asema farji' al-basar hal tara min futur thumma rji' al-basara karratayn, kisha rudisha jicho zaidi ya mara mbili. Karratayn mara mbili, mara tatu, mara nne, alafu fikicha kama unaona kinyufa pale, wafikicha mara yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir, litarejea jicho kwako hali ya kuwa dhalili na hali ya kuwa ni chovu. Haliwezi kupata kasoro katika alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila kitu anakiumba kwa vipimo ambavyo mwanadamu hawezi kufikia. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akastawi juu ya arshi yake. Istiwa'un yaliqu bijalali, kustawi ambako kunafanana na utukufu wake. Hakuna mwanadamu anayejua kaifa stawa. Sisi wajibu wetu ni kuamini. Ndio yule mtu mmoja aliyekuja kwa Imam Malik, Imamu Daril Hijra, darasa yake msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja akauliza, Sheikh, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, kaifa istawa? Lama Malik alikuwa hataki usumbufu, ajua nini alichofalsafa haya. Kawaida ya mtu aliyebobea katika tauhid asumbui kichwa. Kama mtu atakuwa basi kumbize kichwa chako bure. Huyo unabidi sasa nikasome mantiq na falsafa kwenda kupamba, tuumiza kichwa chako. Kile tuko na falsafa umshindi nuna, hata pia alishindwa hivyo. Eleza kama alivyoeleza Mungu na yeye, kuamini shauri yake. Sumbue bure bwana. Amwambia kaifa sawa, kamtazama akasema al-istiwa'u ma'lum, huko kustawi kwake kunajulikana. Kwa nini? Kwa sababu Allah katuzungumzia katika kitabu chake Ar-Rahmanu alayhi istawa, kwa hiyo kunajulikana. Wal kaifu majhul, namna ya kule kustawi hakujulikani, kwa sababu hakutuambia kastawi vipi, kwa upande au vipi, hakutuambia. Kwa hiyo al-kaif majhul, na hii sualu ala al-kaif ndio iliyokataliwa. Wal imanu bihi wajib,
kuamini istiwaullah, hii ni wajibu kwa sababu ni sheria na ni maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasualu anhu bid'ah, kuuliza vitu kama hivi ni bid'a kwa sababu waliokuwa na mtume hawakuojoi. Sasa sawa, hakuna aliyefanya hivyo. Na Saidna Umar kwa kijana maswali ya kijinga jinga mbaya, sema huyu naona hata nielewa, akupelekea bakora, utakusumbua kichwa tu bwana, kwani ukiamini una nini? Haya ni katika mambo ambayo Allah kuelezea amini hivyo. Imam Malik baada ya kumjibu akasema, vijana naomba mbebe mzege tupa nje huko, itakusumbua huko. Vijana beba mzege tupa nje huko, aenda kaulize huko, sumbua watu bwana. Kwa maswala mengine ya kijinga hatakiwi. Shekhi wangu alizungumzia, asema kulikuwa na vijana wenyewe walikuwa na msikiti, kila wakenda wenyewe wanafanya muraja. Fanya muraja, akaja bana mmoja, nikutaka kile sikuuliza hapa nini? Hapa huu mudhafu ile. Huu mudhafu nini maana? Wakamjibu. Siku ya pili kaja tena. Bwana wewe atatushughulisha. Kesho akija tumtandike. Maana atakutusumbua. Kama atakusoma siende chuoni ukakasoma, atakutusumbua sasa hapa. Akapata bara kukanyaga tena ndio bwana. Kwa hiyo maswali mengine hayana maana. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akastawi juu ya arshi yake. Wasakhara ash-shamsa wal-qamar, akalitiisha jua na mwezi. Wasakhara ash-shamsa wal-qamar, akalitiisha jua na mwezi. Kulitiisha yani liwe linaweza kuwafaa wanadamu au viumbe waishio katika sayari ardhi, vinginevyo wasingeweza kuishi kwa sababu jua na mwanga wake ni moto kabisa. Lakini Allah akalitisha lile jua linalokuja duniani limepunguzwa sana kasi yake, ili nyinyi liweze kukuleteeni manufaa, kwa sababu kilikosa na pia mtakwama. Mimea inahitaji mwanga utapata wapi? Utapiga karabaya, utapiga toshi, haiwezi kusaidia. Kwa hiyo lazima jua lipatikane, lakini lipatikane katika mfumo wa kusaidia. Unasikia mtu kafa na jua, ni joto kidogo, hata mara moja labda kafa na pressure, sio jua. Unasemaje kwamba kuna sio umeweka kitu ita ozone layer? Ndio madai yao kuweka ozone layer, lakini Allah mwenyewe kalihifadhi ozone layer. Waleta wewe wako watakaokubali na wako madaruweshi watakaokataa. Hiyo madaruweshi nasema hiyo ozone layer sasa, lakini nasema Allah mwenyewe kashalituisha, kalifanya liwe dhalili kwa wale ambao linakuwa ni manufaa kwao, kwa wanyama, kwa wanadamu, kwa wanyama na kila kiumbe kiishicho katika ardhi. Jua na liwe kali yakija simizi kafa, kwa sababu ana sehemu yake ya kujistiri. Labda ukawachukua sasa kwa mwezi jua kali, sasa hiyo wakusudia wewe sasa. Hiyo ni nia umeitia kwamba sasa nitakaliwa uwe. Na hivyo mwezi. Na hizi ni alama kubwa miongoni mwa alama za kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amezifanya hizi ni njia za kujua miezi, za kujua miaka, kwa sababu mwezi na miaka ina faida katika kujua majambo mengi yanayofungamana na mwanadamu. Kuna eda inahitaji lazima upatikane mzunguko. Kuna eda, kuna mambo ya hedhi, kuna mambo gani? Sasa Allah kayafanya haya kwa manufaa, kwa manufaa ya viumbe viishio katika dunia. Wasakhara ash-shamsa wal-qamar, akalituisha jua na mwezi. Kullu yajri li ajalin musamma, vyote viwili hivi vinakwenda mpaka muda uliowekwa aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun ay kullu wahidin minhuma, kila kimoja katika hivi viwili kinakwenda kwa muda uliowekwa, na kwenda mpaka muda alioweka Mwenyezi Mungu. Na muda huu imma ni muda ule wa mzunguko wake kama alivyosema katika surati Yasin,
washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها najua linakwenda daima mpaka kituoni kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafasiri akasema, muuliza mmoja wa maswahaba, atadri aina taghrubu ash-shams, unajua jua linatoa wapi? Ukilonda unaona linakwenda linazama, wewe katika huku zama linazamia wapi? Kwa Allah wa rasuluhu a'lam, wakati ile mtume yuko hai. Baada ya hapo utakiwa kusema wallahu wa rasuluhu a'lam. Kwa hivyo akamwambia jua linakwenda katika mzunguko wake aliopangiwa na Allah kwa kasi hiyo iliyokadiriwa mpaka linafika linakwenda kusujudi chini ya arshi. Safari yake hii inayokwenda linakwenda mpaka linafika chini ya arshi, lina sujudi, kisha linaomba ruhusa, je, niendelee na safari au ndio sasa ushafika ule mwisho? Linaruhusiwa, linakwenda zake na safari yake. Siku moja tu katika hizo siku litafika pale lisujudi, liombe ruhusa, halitajibiwa. Alafu baadaye niruhusiwe niseme ya Rabb, kwa mzunguko wangu sitofikia lengo tena kwa sababu dakika zimekwisha kwenda. Kwa hiyo nifanyeje? Asema rudi na njia uliyokujia. Hapo ndio sasa jua linatokeza, linarudi tena. Wakati umeingia usiku ghafla linarudi mpaka katikati, mchana umerudi. Ni moja katika alama kuu miongoni mwa alama kuu za kiyama, katika zile alama 10. Moja, tuluu shamsi min maghribiha. Kwa hiyo mzunguko wa kwanza ni kwenda kusujudi katika arshi, na mzunguko wa pili ni mzunguko wake wa mwisho ambao itakuwa mwisho wake ni sasa inatokea ni kiyama. Na ndio sasa jua halina kazi. Idha shamsu kuwirat wa idha nujumu qadarat wa idha aljibalu, vitu sasa vinaondolewa. Allah analeta mfumo mwingine anaujua yeye mwenyewe, hakuna anejua mfumo huo. Kwa hiyo jua linakuwa kazi yake limekwisha fika ule muda aliyotaka, na mwezi vivyo hivyo, na kila kitu kivyo hivyo. Anasema Allama Ibn Kathir, qila almuradu annahuma yajrani ila inqita'ihima biqiyam as-sa'a. Almurad, asema makusudio hapa, yajriyani ila inqita'ihima biqiyam as-sa'a, kwamba itaendelea kwenda mpaka sasa ikifika ile usiku wa kiyama, ambao ni sehemu ile ya pili. Kwa hiyo huo ndio mwendo wake, ima kama huyo tulivyozungumza, au mwisho wake kufika siku ile ya kiyama, ambayo itakuwa ndio mwisho wa jua, safari ile aliyokusudia Allah, ndio ajalun musamma. Kwa hiyo asija akatokea mtu akaliabudu, maana wengine wanafikia mtu aabudu jua, lina manufaa. Kuna wengine aabudu ng'ombe, asema ana manufaa. Manufaa haya akakuletea Allah, yeye kataka umwabudu yeye tu. Haya manufaa wewe hayafungamani na utaratibu wako wewe, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anejua taratibu zote. Kullu yajri li ajalin musamma, vyote hivyo vinakwenda mpaka muda uliowekwa. Yudabbirul amr, yeye Allah ndiye anayeendesha mambo yote. Yudabbirul amr, yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeendesha mambo yote, yani mambo yote yanayofungamana na kila kiumbe na kila kitu, yeye ndiye muendeshaji mkuu. Hakuna kitu kinajiendesha yenyewe. Sio katokea wale watu wakasema zi natural, jua natural, mwezi natural, yani vitu tabiia. Hapana, kuna natural, imekuja tu yenyewe. Na napenda kuwakumbusha mara nyingi kile kisa cha mwanachuoni mmoja
alibishana na huyo mtu anayeamini nature. Akasema bana, hakuna Mungu. Kwani hakuna Mungu? Hakuna sababu zinazoonyesha. Yule akamwambia miongoni mwa sababu za kuwa Mungu yupo, akamtajia kama haya taja Mwenyezi Mungu. Allah kainua mbingu, katumba mbingu, akazinua pasipongozi, akakuumba wewe. Asema hivi nature. Hakuna. Nature ziko hivyo. Ni watu walioshiba komunisti wakati huo, wakina Karl Marx na kina Lenin na wengineo na wengine. Kwa hiyo wakaweka mdahalo. Lakini mdahalo wakasema uwekwe sehemu ambayo itakuwa ili tufike kule lazima tuvuke. Kama vile mdahalo ukawekwa Bweni. Kwa lazima uvuke Pangani uende Bweni ndio mdahalo kule. Au kama ni Mombasa lazima uvuke feri ya Likoni uingie Mombasa. Na huwezi kuvuka hivi. Lazima kuna vyombo vikusaidie kuvuka. Ukawekwa muda ule ulipofika, shekhe akaenda zake mpaka kwenye kile sehemu, ima akachelewa mwenyewe au ikawa ni moja ya mashindano. Kuna mbinu zile mapema unazifanya za kumfanya kumshinda adui yako. Akachelewa kidogo, alafu akapata mtumbwi ukamvusha. Akatoa mambo feri hakuna. Alipovuka yule bwana anatamba kunasema tumekubaliana saa 3 kamili. Shekhe mpaka sasa hajafika saa 3 na dakika 10. Naona hawezi mashekhe hawezi. Nilijua mapema ataingia mitini tu. Mara shekhe anamwona anatokea. Sawa, mbona umechelewa sasa? Na nyinyi mashekhe hamna ahadi. Ahadi ilikuwa ni saa 3. Ni kweli. Nilikuwa na dharura nimechelewa. Nilikuwa nivuke nikakosa chombo cha kunivusha. Kwa hiyo ikabidi sasa nisubiri, lakini ghafla likatokea jimti, sijui limetokea wapi jimti. Likajivunja likajitengeneza mtumbwi, mimi ndio kawa nimepata usafiri wa kuja huko. Kwa msafiri leo ulikuwa hapo. Yule bwana anasema, unaona sawa ngoma shekhe? Mti uje wenyewe mpaka pale ujivunje ujitengeneze mtumbwi alafu pande inaingia akilini? Haiwezekani. Akamwambia ndio maana kila unachokiona hakiwezekani kujitengeneza kenyewe, lazima kuna mtengenezaji ambaye ni Allah. Kama ambavyo haiwezekani mtu kujitengeneza wenyewe mtumbwi, vile vile hakiwezekani dunia kujitengeneza wenyewe. Akamtoa knock out kabla hajaingia naye kwenye raundi ya kwanza. Vile vitisho tu jamaa akanywea. Kwa hiyo akambwaga mara moja. Hiyo ndio kazi ya wanachuoni ambao wanatumia mbinu za kumshinda mtu kabla hajaingia kwenye ulingo. Ndio maana hapa akasema yudabbirul amr. Yeye ndiye anayeendesha mambo yote yanayofungamana na viumbe vyake, viishio ardhini na viishio mbinguni. Yeye ndiye anayeviendesha na sio kama viendesha wenyewe. Kama vile alivyosema, ala lahul khalqu wal amr. Yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye mwenye haki ya kuamrisha. Yufassilu al-ayat, anazifafanua aya, anazielezea aya. Yufassilu al-ayat, anazielezea vizuri, anazielezea vyema, anazipambanua vizuri aya hizi za Qur'ani ili nyinyi mpate kufahamu. La'allakum, ili nyinyi wanadamu, biliqa'i rabbikum tuqinun, myakinishe kukutana na Mola wenu, mjue ya kwamba iko siku mtakutana na Mola wenu. Haya yote anayokufanyieni, anavyokufafanulieni hizi aya, ima aya za Qur'ani au ayatul kauniyya au aya kama miujiza. Haya yote kwa ujumla wake, iwe ni aya za Qur'ani, iwe ni aya za miujiza, iwe ni aya kwa maana ayatul kauniyya kama hizi zinazoonekana, kuumba kwa mbingu, kuumba kwa ardhi, kuumba kwa milima,
Allah anakuelezeeni vizuri, anakupambanunieni la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, ili nyinyi myakinishe mkutano na Mola wenu. Kwa maana mjiandae muweze kufaidika na hivi, muweze kumwabudu, kwa sababu kuna siku mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kila mtakapokwenda iko siku mtakutana na Mola wenu. Hakuna budi, hakuna njia. Ndiyo njia pekee mtakayokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Uamini hivyo. Na mkutano huu utakuwa ni mkutano mkuu, lakini pia itakuwa ni mkutano wa kamati mbalimbali, kwa sababu kila mtu atakutana na Mola wake na atazungumza naye. Kwa maana juzi la shehe wangu mmoja msikia anasema, wakati ilikuwa anashambulia na kuasa wale waliotangaza kwamba wataingia barabarani kuwatetea watu fulani au kutetea haki wanazodai wao ni haki, akawaambia mna haraka, sidani si maandamano, mna haraka. Maandamano yapo, lakini mna haraka. Ni yapi? Ni ile siku umekwisha kufa, umelala, alafu linapulizwa parapanda kwa mara nyingine. Mtafanyaje? wanufikha fi suri fa idhahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Likapulizwa baragumu, siku litapulizwa baragumu la kiyama, mara kila mmoja atoke katika kaburi yake, wawe wanaelekea kwa Mola wako upesi upesi, bila kuelekezwa, bila kunaambiwa bwana njoni tutaanzia sehemu fulani, moja kwa moja tutapita na barabara fulani. Hakuna. Wewe ukiinuka tu unaelekea mwenyewe, unaijua hiyo sehemu, na unafika mwenyewe, unakwenda chukua nafasi yako. Wanatambua sogea hivi hapa hapa, ingia kwa hapa. Hakuna muelekezaji, wewe mwenyewe utakwenda, unafika hapo, umefika, unachukua nafasi yako. Hofu imemjaa kila mwanadamu. Huo ni mkutano na Mwenyezi Mungu. Kisha wanakuja malaika wanapiga tando. Sio ukasema nitakimbia wapi, wenda wapi. Wanapiga tando malaika. Yauma tashaqqaqu as-samaa bil ghamam wa nuzila al malaikatu tanzila. Siku zitakapopasuka mbingu na wakateremshwa malaika kwa wingi kuja kuzungua, nao pia watafika katika uwanja. Hakuna kitu kilichoombwa na Mwenyezi Mungu kitafika pale uwanjani. Hao watakaochomoka kote, kila atakayochomoka atafika pale, kama vile alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Hiyo ndiyo siku watakayokusanyiwa watu, na ndiyo siku itakayoshuhudiwa na viumbe wote pale mbele ya Allah. Kwa hiyo kama una shida ya maandamano ya kujitetea, jiandae siku hii. Hii ndio siku muhimu ambayo itakufaa wewe kwa manufaa yako, sio kwa manufaa ya mtu. Kapambane wewe, mtu mwingine afaidike na familia yake, hayo ni yako wewe. Jiandae wewe kwa maandamano hayo, tukufika kwa Allah, Allah akakuhurumie. Na hakuhurumia hivi kavu, atakuhurumia kwa yale uliyoyafanya, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yufassilu al-ayat, anazielezea aya, la'allakum, ili nyinyi wanadamu na viumbe, biliqa'i rabbikum, na kukutana na Mola wenu, tuqinun, myakinishe, muamini, msadikishe kwamba iko siku mtasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii siku ipo. Kwa hiyo kusadikisha ni kwamba hii siku ipo, ujiandae nayo. Wa huwa alladhi madda al-ardha, na yeye ndiye aliyetandaza ardhi. Wa huwa alladhi madda al-ardha, na yeye ndiye aliyetandaza ardhi, kwa maana ndiye aliyeiumba ardhi kisha akaiweka katika mfumo huu. Kuitandaza ina maana kwamba haiko kwenye mfumo wa kurawia, mfumo kama vile mpira, haikatazi hilo. Usije kwa kama desho kwa mpira kweli waweza simama pale juu ambapo kuna miji mingine, tabijie iko wapi? Kidarueshi inaweza kukusumbua, lakini ukieleweshwa unaweza ukaelewa.
kwa sababu ni eneo kubwa. Kwa hiyo kila sehemu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameitengeneza ardhi, na yeye ndio akakufanya wewe utaishi sehemu fulani. Hujataka wewe uwe Tanzania, hujataka wewe uwe Tanga, hujataka wewe uwe kijiji sui gani kwa kwenu. Wewe sio matakwa yako, bali Allah yeye ndiye alikujalia ukajikuta umezaliwa Tanzania, umezaliwa wewe Tanga, umezaliwa wewe kijiji fulani, umezaliwa wewe kutoka ukoo fulani. Hujataka wewe, Allah yeye ndo kapanga utaratibu huo, sio wewe unayetaka hivyo. Kwa hiyo mwanadamu hana lake, mambo yote ndiye anaendesha, akayapanga yeye, akaitandaza ardhi, na kila watu akawapa mifumo yao, akawapa njia yao, akawapa taratibu zao. Kila watu wanafumua, na akawapa uchumi wao kila sehemu. Kwa hiyo Allah akaitandaza ardhi, akafanya ndio maisha yenu. Waja'alna lakum fiha ma'aish, tukakufanyieni maisha yenu yawe katika hiyo ardhi. Kwa hiyo kwa kuwa ardhi ndio maisha yetu, akatutengenezea yani hivi vitu vyote mnavyovikuta, tulivyovikuta vyote Allah alivileta kabla hajatuleta. Kaleta miundombinu ya sisi kuishi kabla hatujakuja. Akaambia Adam, shuka, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, maisha yenu tulivu yatakuwa ardhini mpaka muda ambao umekadiriwa kuwekwa wa kuondoka duniani. Kwa hiyo kila kitu kakiweka hapa duniani. Wewe unakuja kile kitu unakikuta, afu angusha ugovi na mwenzako mauana mwakigombea chako. Na ndio maana ukifika muda unaondoka wewe mtupu, vyote vimiliki viacha, sababu sio vyako. Ndio maana viacha. Hata akakosa mtu akili akasema huyu bwana tumzike na saa yake dhahabu, alikuwa akipenda ni uchache wa elimu, ni uchache wa akili. Yule maiti kishakufa hivi itakiwa virudi kwa watu walioko hai, sio apelekwe hata mtu azikwa na Rolls Royce yake, azikwa na gari. Akaifanyeje gari? Na yote nini? Kwa sababu ya kosekana tauhid, kutokumjua na kumfahamu Allah ipasavyo, ndio mtu anafanya hivyo. Na vijana wamepagawa, akionekana kazi kwa dhahabu jioni hajafukuliwa. Ndio watu wachukua hivi. Sasa kwa nini? Wewe ndio umesababisha yule kicha kufa, basi ushamalizana naye, akafanya nini tena hivyo? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi madda al-ardha, yeye ndiye aliyetandaza ardhi. Waja'ala fiha rawasiya, na akaweka humo milima. Milima akaiweka kwa manufaa mbalimbali. Moja katika manufaa yale ni kwa kuifanya ardhi, kuizuia isipate mmomonyoko na isipate mtikisiko. Kaweka kama vigingi kuizuia, kama vile alivyosema sehemu nyingine, waljibala autada, na majabali au milima akaifanya kuwa kama vigingi, kama vile hema. Ardhi kaifanya kama vile hema ambalo ili listawi vizuri, hema lisichukuliwe na upepo, unaliwekea vigingi vile vya kuifanya nini? Lisiweze kuchukuliwa na upepo, na ardhi hivyo hivyo siweze kutikisika. Hii neema, ili nyinyi msije mkapata shida, usiwepo mtikisiko. Antamida bikum, ili isikutikiseni, isikufanye ukaishi. Ikitokea bahati mbaya katika maeneo kukawa na tetemeko la ardhi, ni moja katika miujiza ya Allah. Mitihani ya Allah ni sehemu kwa sehemu, sio dunia nzima, na sio kwa sababu ya kwamba milima haisaidia. Allah ni utaratibu wake kabisa. Lakini milima pia inasaidia katika kumwelekeza watu katika safari zao, na milima mingi mara nyingi ina manufaa ndani yake. Mara nyingi ndani yake kuna kuwa na madini. Kwa yote hayo Allah kakuwekeni kwa manufaa yenu. Waja'ala fiha rawasiya, akaweka humo milima. Wa anhara, na mito ambayo itakuwa ni manufaa kwenu. Mito kwa maana ya maji tamu.
kwa sababu kama msingepata maji tamu msingeweza kuishi vizuri. Maji tamu mnafaidika kwa kunywa, mnafaidika kwa kuoga, mnafaidika kwa umwagiliaji, mnafaidika kwa mambo mengi. Hata kwa nchi zilizo ambazo hazijaendelea, maji ya mto yanafaidika kwa kutengenezea umeme, akakutengezeeni mabwawa, akakutengenezea, na mtu anautengeneza Allah subhanahu wa ta'ala, pengine ukatolewa Tanzania ukaenda sehemu nyingine, nyinyi mnafaidika, na kila nchi unapopita mnafaidika nao. Ndio maana nasikia watu wengine mara atakauzibe mtu wako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kila mmoja afaidike. Nasikia kila siku na migogoro hapo kati ya Ethiopia na Misri, kwa sababu mto Nile umetoka katika Blue Nile, umetoka katika White Nile ambayo inatoka katika ziwa Victoria, na Allah kayafanya yeye, kayaweka, sio kwa labda mfaidike peke yenu, na wenzenu nayo wayafuate. Sasa ikifika utakuwazuia peke yako, yatumie wenzako na watumie nini? Sasa hilo kidogo linaleta utata. Wa anhara, na mito kwa manufaa yenu. Wa min kulli thamarat, na katika kila namna za matunda katika kila namna za mimea. Ja'ala fiha zawjayn ithnayn, amefanya humo namna mbili, aina mbili, yani dume na jike. Na hii si katika matunda tu, bali katika kila kitu, kama vile alivyosema sehemu nyingine, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Na katika kila kitu Mwenyezi Mungu amevifanya kuwa viwili, mwanamume na mwanamke, katika wanyama, katika wanadamu, katika kila kitu, kwamba ili mwanamume ufaidike na wewe upate mwanamke, na mwanamke afaidike na mwanamume, katika aina ya viumbe vile. Zawjayn ithnayn, aina mbili, kwa maana ya kwamba yani kila kitu na mwenza wake, mwanadamu kwa mwanadamu zake, mnyama kwa mnyama mwenzake, akaifanya hiyo ni njia ya kuzaliana. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fi, amekufanyieni au amekuambieni kutokana na nafsi zenu wake, na katika wanyama pia kawafanyia wake zao. Sasa toka mwanadamu ambaye anataka kaoe mnyama, au mtu amfanya mume mnyama, jitu ambao akili zao zishaingia mafuta taa. Soma kwenye gazeti moja pio, hizo nchi zinazoambia zimeendelea, kumbe zina watu wajinga kweli, wametu athiri kwenye ubongo wetu, kaona kwamba wameendelea kwa ujinga wetu tu. Chini Uingereza, si ndio nchi na bwana mtu akizungumza Kiingereza ajifutua sana hiyo mbavu tu. Ni lugha kama lugha nyingine. Sawa sana lugha ya Kidigo, sawa sana lugha ya Kinyamwezi, sawa sana lugha kawaida tu. Ni lugha tu kama lugha nyingine. Sasa kama mtu ajifaharisha Kiingereza, wewe mwehu, ina nini? Ni lugha kama vile Kiarabu, kama vile Kifaransa, kama vile Kidigo, ni lugha. Sasa wao kwa sababu wameweza kutawala baadhi ya nchi, watu wakisoma ni wachache waliotoka katika fikra za kutawaliwa kimawazo. Paka leo kuna mtu akizungumza maneno hayo katika Kiingereza, kwa nini usizungumze maneno hilo katika Kidigo au kati ya lugha yako, pengine Msambaa kati ya lugha yako Kisambaa? Hili jambo uzaiva wasi ndio vizuri, ndio lugha yako. Hata mtu akwambia ili iweje, ndio mtu aona kama zungumza bwana, upuuzi mtupu, hakuna kitu. Kwa hiyo hawa, mmoja asema siku hiyo mkuta kaanda sherehe ya harusi. Harusi yenyewe ambayo inafunga ndoa na mbwa. Haya, sikichacho. Kuna mmoja anaitwa nani, kenda funga ndoa, ambaye anavyodai ambaye anafunga ndoa na mwanamume mwenzake, Halton John anafunga ndoa na mwanamume wake. Asema kama nikifa atakosa mirathi huyo mume.
wamefika hapo. Na watu wameathirika, amkuta mtu wanatengenezwa wale ana majele paka kuna atengeneza ni majele paka huko. Akikupitia kicha kwa rastaman. Pumbavu tu. Kwa yoyote Allah kaumba mwanamume na mwanamke ndio mwenzake. Katika mnyama na kwa mnyama. Sasa ukamchukua mnyama wamlazimisha hana mahusiano yale maskini. Na wako vijana matatizo kishaga kichaa zake enda chukua mbwa au mbuzi afanya naye mapenzi. Ni jambo la hatari. Ndio kwenye TikTok kijana mmoja akashikwa alikuwa anafanya mapenzi na mbuzi. Wewe mwana machizo gani hivi? Kama uwezi kuwafunga wakati ile matamanio au tafuta mke mapema, kwa nini ukajitia kwenye matatizo hayo ambayo hayatakuwa na faida kwako wewe? Wa min kulli thamarat, na katika kila namna ya matunda, ja'ala fiha zawjayn ithnain, ameyafanya humo aina mbili. Aina mbili, mbea mbili. Kafanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia kwenye uzaliaji wa matunda, mfano kama matikiti maji ambao mimi na pia nilimalima, inapotoka yale maua kabla hayajazaa yanatoka maua, yanatoka maua ambayo yanakuwa ni maua yasiyozaa, maua dume ya kupandisha. Ndio kusema hapa nitapata mali nyingi? Hapana. Lile la kwanza linakuwa halizai, la pili linazaa, hili linapandishwa na hili. Hivyo yani kama utafuatilia utaona cha pili akizaa, kinachofuata chazaa. Hivi kwamba yale yanakuwa yana mfumo wa kuyapandisha yale mengine kwa mfumo ambao hakuna yojua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila moja kina mfumo wake. Yughshi al-layla an-nahar, hufinika mchana kwa usiku, na kinyume chake na usiku kwa mchana. Kama vile tumesema yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, huingiza usiku katika mchana na hufanya mchana katika usiku. Kwa hiyo kuna kuingiza usiku, ikawa kipindi hiki kinakuwa jua limeondoka, umekuja mwezi, umekuja usiku. Kwa hiyo usiku unaenda pamoja pole pole, kama alivyosema sehemu nyingine, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa, hufinika usiku kwa mchana na mchana kwa usiku unaofuatia upesi upesi. Unaona unakwenda mpaka ikishafika sasa jioni, unaona mwanga unapungua, ina maana unaanza kufinikwa na usiku. Na hivyo hivyo mpaka ifika alfajiri, unaona usiku sasa unaondoka mdogo mdogo, unaingia mchana, mchana unatawala. Ni mfumo ambao ameweka Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema ni mzunguko wa ardhi katika kulizunguka jua na mzunguko wake. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa manufaa ya wanadamu, kwa sababu usiku una faida yake na mchana nao una faida yake, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatiikum bi dhiya afala tasma'un. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سema mnaonaje au niambieni, lau Mwenyezi Mungu angeufanya usiku ni wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama bila kusita, hakuna mchana, ikawa ni usiku tu, man ilahun ghairu Allahi yatikum bidhiya, ni nani Mungu mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye angeweza kukuleteeni mwanga? Na kataja mwanga kwa sababu ndio faida, ndio manufaa kwenu.
afala tasmaun, hivi hamsikii mnapopewa mawaidha mkayasikia mkayafahamu na mkayafanyia kazi? Qul araaitum, sema mnaonaje au niambieni, lau Mwenyezi Mungu angeufanya mchana ni wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, hakuna usiku. Man ilahun ghairu Allah yatikum bilailin taskununa fi, ni Mungu gani mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu mmoja anayeweza kukuleteni usiku ambao mngetulia huko? Afala tubsirun, je hamuoni kwamba huu ni uwezo wa Allah, ni manufaa kwenu? Wa min rahmatihi, na katika jumla ya rehema zake kwenu nyinyi, ja'ala lakumul layla wan nahar, amekuwekeeni usiku na mchana. Litaskunu fi, usiku ili mtulie, kwa sababu kuna majambo ya usiku na kuna majambo ya mchana. Haya ya usiku mtulie, ikiwemo kupata utulivu, ndio usiku unakuwa kimya, na hata aliyokuwa kwenye shughuli za usiku basi yuko sehemu ya kituo chake cha kazi kimya, anafanya shughuli yake ile ya usiku ambayo ni dharura kwake. Wa min rahmatihi ja'alakumul layl, amekufanyeni usiku, amekuumbieni usiku, wan nahar, na mchana, litaskunu fihi walitabtaghu min fadli, na ili mtafute fadhila zake mchana na hata usiku mara moja moja. Walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun, na ili nyinyi mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zile neema alizokufanyieni. Mumshukuru Allah ili akuzidishie. Ndio hapa akasema yughshi al-layla an-nahar, inna fi dhalika, hakika katika haya ya kufinika usiku kwa mchana na mchana kwa usiku, la ayatin, kuna alama ya uwezo wa Allah, kuna mazingatio, liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kufikiri. Tafakkar, awalam yatafakkaru fi malakuti samawati wal ardh, je hawafikiri katika ufalme wa Mwenyezi Mungu wa mbinguni na ardhini? Awalam yatafakkaru fi malakuti samawati wal ardh, je hawafikiri ufalme wa Mwenyezi Mungu wa mbinguni na ardhini? Hawatazami wakapata manufaa, wakapata akili, wakapata muono kwa kutumia fikra. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika haya kuna alama, kuna mazingatio kwa watu wenye kufikiri. Wa fil ardi qita'un mutajawirat, na katika ardhi kuna vipande vinavyoungana. Wa fil ardi, na katika ardhi, qita'un mutajawirat, kuna vipande vinavyoungana. Kwa maana ardhi utaona kwamba ina vipande pande. Hapa kuna ardhi ina mwamba kidogo, hapa kuna jiwe, hapa ardhi yake mchanga, hapa kuna ardhi ya udongo mfinyanzi, hapa kuna, si ndio unaona hivyo? Mfumo ardhi uko hivyo. Hapa pana jangwa. Kwa hiyo viko vipande vinavyoungana. Wa fil ardi qit'un mutajawirat, na katika ardhi kuna vipande vinavyoungana. Wa jannat, na mabustani, mashamba, min a'nab, ya mizabibu, wa zar'un, na mimea mingine mbalimbali, mahindi, mikorosho, maembe, michungwa. Wa zar'un, na mimea mingine, wa nakhilun, na mitende, sinwanun wa ghayru sinwan, ichipuayo katika shina moja na isiyochipua katika shina moja. Kuonyesha uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mimea aina mbili. Kuna mimea pale unatoka kwenye shina, inatoka na matawi yake. Sio matawi, inatoka pale kwenye shina pale chini, ikichipua ina matawi. Kwa mfano kama mua, sene bali mua, si unapanda mmoja alafu yatoka mingapi? 10, 20, 30 mlima, si ndio? Lakini au unakuwa umeipandikiza kama mpunga mmoja tu, lakini unaona imetoa miti chungu zima.
na kuna mingine ni mti wake ndio huo mmoja, ukishopanda kama ni mchungwa ni huo utakuja matoa matawi juu. Kwa hiyo kuna inayochipua katika shina moja na kuna isiyochipua katika shina moja. Sinwanun, ichipuayo katika shina moja, wa ghairu sinwan, na isiyochipua katika shina moja. Hii yote ni aina mimea. Yusqa bima'in wahid, inayomiminiwa au inayonyeshelezwa kwa maji mamoja, kwa maji yale yale. Yani kama ni mvua inaenda sawa, pengine shamba lako umepanda miwa, umepanda mchungwa, mvua ikinyesha ndio mvua ndio ile. Au kama labda una umwagiliaji wako ni ule ule kwa kipimo chako kile kile. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tunafanya bora baadhi yao kuliko wengine katika utamu, katika ulaji. Yani kuonyesha uwezo wa Allah. Mchungwa wako mmoja lakini machungwa yatakuwa tamu moja, ile hatari na ladha. Uchukue mti huo, maji yanayomwagiwa ni yale yale, dawa waliopiga ni ile ile, lakini tamu ni tofauti, na pengine hata rangi pia tofauti. Nani kafanya hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeweza hivyo. Yusqa bima'in wahid, inayonyoshelezwa kwa maji mamoja yale yale, kama ni ya umwagiliaji, kama ni yale yale ya mvua, maji yao yani vitu vyote sawa sawa, lakini kuna mabadiliko katika utamu, katika ulaji, kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ni mtu akija kijua tu hivyo ni profesa Mbubeji katika mimea, ndio mgunduzi wa kwanza aliyeona kwamba mua unachipua kwenye shina moja. Ni profesa, Profesa John Kiteto, danganya tu. Yeshaeleza siku nyingi ameshabainishwa haya yote yameelezewa na mtu ambaye wala hakuwa mkulima kama Mtume Muhammad. Alikuwa ni wapi? Lakini kaelezea ni kuonyesha kwamba huu ni wahi na yeye ni mtume wa kweli. Huyo anaelima kayakuta hivi. Lakini ardhi ni ile ile. Lakini pia zaidi ya hivyo, ardhi hii inastawi, ardhi hii istawi. Ni hapa na hapa. Utapiga trekta hapo, utapiga mbegu hapo, utapiga na mbolea, lakini uzaji hapa na uzaji hapa ni tofauti. Ardhi hiyo ndio ile anasema wa fil ardi qit'un mutajawirat, katika ardhi kuna vipande vinavyoungana, lakini katika uzalishaji ni tofauti. Wa jannatin min a'nab, na mabustani ya mizabibu, mashamba ya mizabibu. Wa zar'un, na mimea mingine mbalimbali, kila aina ya mimea. Tunasema zar nakra tadullu ala al-umum, kwa hiyo kila kitu pale, iwe ni mmea, mwembe, ni mchungwa, mfenesi, sijui mpea, sijui nini. Wa nakhil, na mitende. Sinwanun wa ghairu sinwan, ichipuayo katika shina moja, wa ghairu sinwan, na isiyochipua katika shina moja. Yusqa bima'in wahid, inayonyesheleza kwa maji mamoja, kwa maji yale yale. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tunafanya bora, tunafadhilisha baadhi yake kuliko mingine katika utamu, katika ulaji, katika ubora. Tumefadhilisha, tumebadilisha. Huo ni mfumo tuliofanya sisi. Allah anasema inna fi dhalik, hakika katika haya tuliyofanya na tukakuambieni kwamba tumeyafanya sisi, la ayatin, kuna mazingatio, kuna alama, kuna ishara ya mazingatio, li qaumi yaqilun, kwa watu wenye akili, kwa watu watumiao akili zao vizuri, sio wale watumia akili zao vibaya. Wale watumia akili zao vizuri, haya watayajua kwamba Allah ameyafanya haya yote. Haya anataka nini Allah? Mumtambue kwamba yeye ni Allah, na kumtambua kwake mumwabudu. Na kule kumwabudu sio kwamba anapata faida kwenu. Usiyokaona kwamba umwabudu Mwenyezi Mungu kwamba Allah anafaidika na ibada yako, ukawa unamuasi 'muasi Mwenyezi Mungu ukadhani Mwenyezi Mungu anapata hasara.
Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau watakusanyika wanadamu miongoni mwenu na majini wakawa juu ya moyo wa mcha Mungu mmoja, yani mfano kama vile alivyokuwa Mtume Muhammad, anafuatu wote wao kama vile katika kumpokesha Mwenyezi Mungu, halizidishi chochote katika ufalme wa Allah. Ufalme wake kwa vile vile si kwa sababu ya wewe afanya ibada. Ibada unifanya faida yako wewe, ndio maana siku ya kiyama atakulipa akwambia haya na kutunukia kupata pepo. Lau mtakusanyika nyinyi wanadamu, mtakusanyika nyinyi majini, muwe nyote mmesimama kwenye uasi wa mtu mmoja, likatafutwa ovu moja katika maovu ya kidunia kama alivyokuwa Firaun au Numrud, uovu kama yule, alafu nyote mko hivyo wafanya uovu, halipunguzi chochote hilo katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya unayofanya ni hasara kwako mwenyewe. Kwa hiyo sije ukaona kwamba siabudu ukaona labda ni hasara kwangu, au ukasema nafanya ibada kwamba Allah ndio anafaidika. Kama mnampenda kwa sababu waniabudu, anakupenda kwa sababu unatii amri yake, lakini sio kwamba anafaidika na wewe ndio unafanya. Inna fi dhalik, hakika katika haya la ayatin, kuna mazingatio, kuna alama ya uwezo wa Allah, liqaumin yaqilun, kwa watu wenye akili, yani watu wanaofahamu, watu wanaotumia akili zao vizuri katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, wa in ta'jab, na kama ukistaajabu wewe Mtume Muhammad, kama kuna cha ajabu ambacho wewe unastahili kukionea ajabu, wa in ta'jab, na kama ukistaajabu, fa'ajabun qawluhum, basi la ajabu kubwa kabisa ni kule kusema kwao, ule usemi wao, a idha kunna turaba, hivi sisi tutakapokuwa mchanga, kwa maana tutakapokuwa tumekufa ikawa ni mifupa iliyosagika, iliyooza, ikawa hakuna kilichobaki katika athari ya mili yetu, a inna la fi khalqin jadid, hivi sisi tutakuwa katika umbo jipya, kwa maana hivi kweli sisi tutafufuliwa? Kama chakula cha kustajabu ni hili, yani mwanadamu anashangaa eti yeye kwamba hivi atafufuliwa aungwe tena, bila kajisahau kwamba alikuwaje. Kama vile alivyosema Allah, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin, hivi haoni mwanadamu ya kwamba sisi tulimuumba kutokana na tone la maji? Na hiyo ni hatua ya tatu. Ya kwanza ni Adam kutokana na udongo. Hatua ya pili ni Bi Hawa kutolewa katika ubavu. Hatua ya tatu ni maingiliano ya mwanamume na mwanamke kwa kupatikana maji, tukamuumba mwanadamu. Hivi hajui kama tumeumba kule? Na asoma hiyo biology na sayansi, hajui hayo? Alam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfa, tumemuumba sisi kutokana na tone la maji. Fa idha huwa khasimun mubin, mara amekuwa ni mpinzani wetu mkubwa aliyedhahiri, apingana, asema haiwezekani. Kama hivyo asema inna la fi khalqin jadid, idha kunna turaban wa idhama inna lamab'uthun, tukiwa sisi udongo na mifupa iliyosagika, hivi sisi tutafufuliwa tena? Haiwezekani. Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Hivi sisi tutakapokuwa tumekufa
tukawa mchanga, hivi sisi tutatolewa tena kwa mara nyingine? Hayawi, yani haiwezekani, hayawi lima tuadun, haya mnawahidiwa kwamba mtakwenda kufufuliwa, hakuna. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, hayakuwa maisha isipokuwa ni maisha yetu haya, tunaishi na tunakufa, unaishi afa. Basi wengine wasema kama kuna kufufuliwa itakuwa ni kwa mfumo huu tunaosema sisi, tanasukul arwah, ni roho inahama, kama njema inaingia kwenye kitu chema, kama ni ovu inageuka inakuwa sujudi mbwa au inakuwa paka, inakuwa nini. Basi lakini habari ya kwamba kufufuliwa kadhibiwe hakuna, hata ni matwa. Inna illa rajul iftara ala Allah kadhiba, hakuwa huyu anayesema hivi huyu mtume, isipokuwa ni mtu anayemzushia Mwenyezi Mungu uongo, akasema ametumwa. Katumwa na nani? Sitomjua, kijana kazaliwa hapa. Sababu kwa mtume pale Gisa watu wanakuja umezaliwa pale, umekuwa pale. Inna huwa la rajul iftara ala Allah kadhiba wama nahnu lahu bimu'minin, na sisi hatuwezi kumwamini kwa sababu ni muongo. Kenda saa ngapi akakutana na Mungu akamwambia nenda katangaza haya nani? Hayo ndio ya ajabu. Sasa Allah asema hivi, hakumbuke wa mwanadamu alikuwa tulimuumba kutokana na tone la maji, amekuwa khasimu wetu mkubwa. Wa daraba lana mathala, akatupigia mfano, akasema, maana alikuja na mfupa ulioza, akaja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia mtume Muhammad, watu wadanganya, hebu angalia mfupa wa afsaga. Yani mfupa huu ndio unasema kwamba Mola wako ataurudisha tena, alafu ndio bana akili inakataa, atumia akili vibaya. Man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ni nani atakayeuhuisha mfupa baada ya sagika? Qul, sema Muhammad mwambie, yuhyiha alladhi anshaha awwala marra, atauhuisha aliyeumba kwa mara kwanza. Kwani ulikuwepo wewe? Umemwaga maji yako na mwanamke kamwaga maji katika mfumo wa starehe, Mwenyezi Mungu akauchanganya kwa mfumo anaotaka, kwa masiku anayotaka. Sio mnasema nyinyi katika biology, simsomi sana. Maji yanabadilika, kinakuwa kipande cha damu, yanabadilika kinakuwa kipande cha nyama, kisha baada ya kuwa kipande cha nyama itokea nini? Mnaita skeleton. Mifupa yatoka wapi? Ile mifupa si maji tumeatia mle ndani, hii mifupa yatoka wapi? Kwa hiyo huyo ambaye kaileta mifupa atashindwa kuleta mingine. Sasa kama watakao ushangae wewe, shangaa mara ya kwanza imetoka wapi? Huko ilikotoka. Ndo akasema qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra, atayuhisha yule aliyeumba kwa mara ya kwanza, si yupo na kaweza. Sasa atashindwa? Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, kama tulivyoanzisha kuumba ndivyo vivyo hivyo tutarudisha tena. Ni ahadi tukayo kwetu sisi, tutatekeleza hivyo, tutalifanya hilo. Inna kunna fa'il, sisi tutayafanya, tutatekeleza. Sasa Allah amwambia mtume, wa in ta'jab, na kama ukistaajabu, fa'ajabun qawluhum, basi la ajabu kabisa ni kauli yao, usemi wao unaosema a idha kunna turaba, hivi sisi tutakapokuwa mchanga, a inna la fi khalqin jadid, hivi sisi tutakuwa katika umbo jipya, umbo nyingine, tutafufuliwa, tukasimamishwe, tuhesabiwe, kisha eti tuingizwe peponi au motoni. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hao ndio waliomkufuru Mola wao, waliokataa amri za Mola wao, waliokataa mafunzo ya Mola wao, ndio wako hivyo. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hao ndio waliomkufuru Mola wao. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, na hao makongwa au mapingu yatakuwa shingoni mwao siku ya kiyama. Ataambiwa malaika, khudhuhu faghulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dharruha 70 dhira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Mkamateni kisha mfungeni. Fungwa unachanganywa huku shingo, mikono,
na miguu changanywa pamoja, fungwa, kisha mrusheni katika moto. Kisha nyororo ambayo dhira yake ni dhira 70 za huko, kama itakuwa ni trilioni za huko kwetu, haya wallahu a'lam, ufungwe nayo, iwe mtu hana nafasi hata kutikisika, ili moto umshughulikie ipasavyo. Kwa nini anafanya hivyo? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu aliye mkuu, alikuwa hamuamini, anakataa, alikanusha. Ndio akasema hao waliofanya hivyo, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hao ndio waliomkataa Mola wao, waliomkanusha Mola wao. Wa ulaika al-aghlal, na hao makombwa au mapingu, fi a'nakim, yatakuwa shingoni mwao. Na'udhu billahi min dhalik. Wa ulaika ashabun nar, na hao ndio watu wa motoni, iyadha billahi. Wa ulaika ashabun nar, na hao ndio watu wa motoni, watakutana dharura hiyo, ni watu wa motoni. Kwa hiyo ni kumomba Mwenyezi Mungu asije akakufanya wewe ukawa ni miongoni mwa watu hawa. Wa hum fiha khalidun, humo watakaa milele. Wale waliokufa hali ya kuwa ni makafiri, wale waliokufa hali ya kuwa ni washirikina, hao ndio watakaa milele. Lakini aliyekufa akawa ana la ilaha illa Allah ndani ya moyo wake, kama Allah amemkadiria kuingia motoni, hatokaa milele. Kwa sharti la kwamba wewe Allah akutoe motoni kwa makosa yako mengine, iwe huna shirki, kwa sababu ukiwa mshirikina imekula kwako. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mambo yalivyo, hakika hali washani, yoyote yule anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo na mahali pake atakapokaa, na makazi yake ni motoni. Na kila mwenye kudhulumu nafsi yake kwa kufanya ushirikina na maasi mengine, akafa na hali ya kuwa hajatubu, na hali ya kuwa kama ni kafiri hajawa Muislamu, Allah amemharamishia pepo, makazi yake motoni. Na kila mwenye kufanya dhulma hiyo hana wa kumsaidia, kwa sababu siku ile hakuna msaidizi anaweza kujitokeza kusema nitakusaidia hata kwa chochote, hata awe mtu wa karibu kabisa na wewe hawezi kukusaidia. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba, na atakapoita yule aliyetopewa na zigo lake la madhambi ili asaidiwe, hakuna atakayemchukulia chochote katika mizigo ile, hata kama ni jamaa wa karibu. Kwa hiyo tumche Mwenyezi Mungu na Allah atufishe hali ya kuwa ni Waislamu. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.